Ya utabiri wa mchezo wa Simba na Dodoma tarehe 24 ni maneno machache sana tu ambayo sio mengi, ila tu ni jambo tu la kusikitika na kuoneana huruma, kwa sababu hii mechi tayari sasa ni huruma sana. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Sasa ndio hivyo, itawezekana tu kwa sababu hakuna jinsi, maana ndivyo itakavyokuwa. Nafikiri tarehe 24 yenyewe imeshafika na mchezo ni saa 12. Sasa ni hivi namna mechi itakavyokuwa, yaani magoli yenyewe bila hata kupoteza muda, sababu Dodoma ni timu ambayo ni kubwa, nafikiri na heshima yake kutokana na jinsi ambavyo imemgaragaza mtu. Kwa hiyo itabidi tu hapa tu watu wa Simba mnielewe ninachokizungumza. Pointi yangu ni moja, kwamba mchezo wa leo, yaani nashindwa nisemeje ili niweze kueleweka. Lengo na dhumuni, sitaki kumkwaza mtu, ila mechi ni kama ifuatavyo. Magoli yale ambayo alitokea kwenye timu ya Yanga ambayo alifungwa ndio anaenda kutokea tena huku upande wa Simba, ama sio hivyo? Basi natakiwa tu nisikilize hapa kwa umakini, kwa sababu ukweli uko hivi. Goli zitakuwa 3 ambazo alimfunga Yanga. Ni kweli zilikuwa 3? Tuulizane maswali kwanza. Kama ni kweli zilikuwa 3, basi tukubaliane kwamba leo pia zitakuwa 3 au hazitokuwa 3. Hilo ni swali. Nani atalijibu? Nalijibu mimi sasa hivi hapa, bila kuficha, bila kupepesa macho. Chukua goli 3, mpe huyu, maana zinacheza timu mbili leo nafikiri. Timu mbili zitakuwa uwanjani, Simba na Dodoma. Leo mtanuia lazi mashabiki wote kwa hiki ambacho nakizungumza. Mashabiki wa Simba leo itabidi mniuie lazi, hakuna jinsi, mara ndio jinsi ilivyo. Ni hivi, sasa usiwe na haraka ya kuwahi kuwa na majibu. Utakomenti wakati bado haujasikiliza clip mpaka mwisho. Kwa hiyo unatakiwa tu usianze kuondoka hapo. Goli hizo 3 mpe huyu hapo. Unajua utabiri sio saa, yaani upendo unabaki pale pale, lakini kuzungumza kinachotokea inabidi ukizungumze kama jinsi kitakavyokuwa. Inabidi kitakavyokuwa ukizungumze kama kitakavyokuwa. Haya, sasa goli zitakuwa 3 kwa ngapi? Kwa 1. Hamna jinsi, inabidi tu jambo liwekwe wazi, lieleweke. Kwa hiyo kuna ambao wanaweza kujisikia vibaya kwamba kwa nini isiwe hivi, kwa nini siwe hivi, lakini inabidi iwe hivyo. Wala usiwe na haraka. Lengo na dhumuni ni kukutajia nani anafunga goli 3 na nani atakayefunga goli 3. Na leo kuna mchezaji mmoja ambaye na siku nyingi sana hajafunga, anasemwa, inabidi naye leo apate goli. Nani huyu? Kubaya mimi kuwajua wachezaji. Nani huyu? Nani huyu? Sawa, sasa hapa nafikiri nyinyi mnawajua. Ngoja nikikumbuka nitakuandikia kwenye comment hapo nani, au ndaka tu clip ya sekunde 5 tu, sekunde hata 10, 7 kukuambia nani. Sasa mchezo huko hivi. Leo watu wa Simba mtaniuia lazi,
mtanuia radhi, nimeongea kitu ambacho kimetoka kwenye utabiri wa mchezo wa Simba na Dodoma. Hebu mpe goli 3 Simba alafu 1 mpe Dodoma. Nafikiri si nitakuwa nimeshaeleweka hapo. Kama sijaeleweka ni hivi, ngoja niweke sawa. Mechi si leo, si saa 12 nafikiri na robo. Hapa sasa ndo nasawazisha sasa, kwa ambaye hajaelewa hapa ndo uelewe vizuri. Elewa hapa vizuri. Sawa. Kama nilivyosema kwamba siwezi kukubali Simba afungwe kipindi hiki ambacho Simba tayari nimeshaamua kujiunga na Simba. Kwa hiyo leo ushindi ni wa Simba, tena wa kishindo. Sasa anaenda kuwasaidia kulipa, maana kuna watu walionewa. Kuna watu, unajua mtoto akichapwa hata kama anakosa anaona kama hana kosa. Kwa hiyo watu wa Yanga msio wakali, leo kaka yenu anaenda kulipa, aenda kumpiga yule ambaye aliyewapiga. Unajua ukipigwa lazima ukaseme kwa kaka. Kwa kaka sasa leo ndo ameshaambiwa, kwa leo anakuja kulipa. Kwa hiyo kaka yenu leo anakuja kuwalipia kile kipigo mlichopigwa. Kwa hiyo Yanga mnataka mumpongeze Simba na mumshukuru sana kwa sababu anakuja kumchapa aliyewachapa. Mnasikia anaenda kusema kwa baba, na kweli mmesema kwa baba. Kwa leo Simba ni shangwe. Magoli 3 tu. Nyewe wapigeni tu magoli 3. Ila mkiweza 4, hata 4 sio mbaya. Ila wao kamoja tu kanatosha. Sawa. Yani kupoteza Simba haiwezekani, ila ni ushindi tu. Palianda mjeshi kasoro Rwanda, nusu mtu, nusu mzimu. Nafikiri ni hivi. Kama nimekosea kuweka sawa hapo, kwa niweke sawa vizuri. Kweli ba nimeweka sijaweka sawa hapo. Kwa niweke sawa. Ngoja niweke sawa. Tunasawazisha.